Ni wakati mzuri ambapo Yesu anataka kuzungumza habari zake mahali hapa kwa yale maagizo ambayo amenituma nayo. Na nataka nikwambia kwamba hakuna habari zingine chini ya jua ambazo watu waliagizwa ya kwamba waenda dunia mzima na kuzungumza kando na habari za Injili. Lakini shetani alikuja akapatia watu habari za siasa, na akapatia watu habari za mpira, akapatia watu habari za ngono na habari zingine za mitandao ambazo kila wakati mahali watu wako hawazungumzii Injili. Kile ambacho wanazungumzia ni mambo ya kisiasa, watu wanakaa wakizungumzia mambo ya mpira, watu wanakaa wakizungumzia matajiri na watawala na watu wakuu wa hii dunia. Na hizi habari hatukuagizwa. Yesu aliambia watu ya kwamba mtaenda dunia mzima, si ya kwamba mkihubiria watu habari za mpira, si ya kwamba mkitangazia watu habari za ngono, lakini mnapoenda dunia mzima tangazieni watu habari ya kwamba watubu, waondoke katika dhambi. Lakini habari hizi zilikuja zikapuuzuliwa, na habari za kishetani zikakuja na zikatawala watu wakaanza kuzungumzia vitu ambavyo havipeleki watu katika uzima wa milele. Lakini siku nyingine Yesu alipokuwa akihubiri Injili, alipatana na watu wengi akiwaponya, akatenda miujiza na akatenda ishara nyingi. Lakini kulikuwa na mwandishi mmoja wa habari. Huyu mwandishi akamwendea akamwambia, mwalimu, nataka nikufuate kila mahali utakuwa ukienda. Lakini Yesu akamgeukia akamwambia kwamba ujue ya kwamba mbweha wako na mahali ambapo wanapumzikia, wako na mapango au ni mbweha. Akamwambia kwamba hata ndege wa angani wako na viota, wakichoka wanaenda mahali wanapumzikia. Akamwambia kama umeamua kunifuata, unafaa ujue ya kwamba Mwana wa Adamu hana mahali pa kupumzika wala kuweka kichwa chini akapumzike. Alikuwa na maanisha ya kwamba kama umeamua kumfuata Yesu, kama umeamua kuacha mambo yote na kumfuata Mungu, unawachana na mawazo yako yote, unakubali kuongozwa na ule Mungu umekubali akapate kukuongoza. Akamwambia huyo mwandishi hivyo. Lakini mwanafunzi mmoja katika kile kikundi cha Yesu, wakati alisikia Injili kama hiyo ya kwamba mbweha wako na mapango mahali ambapo wakichoka wanaweza enda kulala, akaambiwa ya kwamba hata ndege wa angani wako na viota, wakichoka kuna mahali wanaweza enda kulala. Lakini Mwana wa Adamu ambaye ni Yesu hana mahali pa kulala wala kupumzika. Yule mwanafunzi aliyekuwa mmoja katika wanafunzi wa Yesu akamgeukia akamwambia kwamba basi niruhusu nikaende kuzika babu yangu alikuwa amekufa. Lakini Yesu akamgeukia akamwambia hapana, la, wewe wachana mambo ya wafu, wazike wafu wenyewe, lakini wewe ukanifuate. Hasa huyu mwanafunzi akabaki akiwa akitafakari yale alikuwa ameambiwa ya kwamba akawachane kwenda kuzika wafu, lakini akamfuata Yesu kwa sababu wafu wenyewe watajizika. Hiyo ndio habari ambayo iko mahali hapa siku ya leo. Lakini huyu mwandishi wa habari ambaye alimwendea Yesu na akamwambia kwamba atakuwa akimfuata mahali popote akienda, na akakatazwa ya kwamba ajua kwamba kama atakuwa amekubali kumfuata Yesu, kitu cha kwanza atawachana na mawazo ya kidunia. Wakati umeamua kumkubali Yesu akuongoze, unawachana na masomo yako, unawachana na akili za wazazi waliokuwekea ndani, unatoka ndani ya mafundisho ya kishetani chini ya jua, unaamua kuongozwa na Mungu katika mambo yako yote. Huo ndio kuokoka. Lakini cha kushangaza siku ya leo, watu wanataka waokoke na tena waongoze Mungu. Ikifika wakati wa kuoa, anataka aongoze Mungu mwenyewe, ajichagulie msichana, anapomwangalia nje, akiangalia maumbile ya nje, lakini ndani hajui ya kwamba ni mtu ameoza, kwa sababu anataka kujiongoza. Akiangalia piga fulani ambaye akishuka na huyu msichana katika mtaa, watu watamwangalia na kumpigia shangwe, lakini hapa amebeba magonjwa, lakini kwa sababu ya mafundisho ya kishetani yamerokwa.
Yesu akamgeukia akamwambia kwamba kitu cha kwanza ni kuachana na akili yako. Lakini kuna watu wako ndani ya wokovu na kila siku wanasema Bwana Yesu asifiwe, lakini kuna akili ya tamaduni bado iko ndani yao. Ikifika wakati wa kutahiri, wanatembea mchana, wanatembea uchi katika njia, wanaume wazima na vijana ambao wamepelehe ya kwamba wanaenda kutahiriwa, na huku wanasema ya kwamba Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni watu wanataka kutahiriwa na tamaduni za kwao. Lakini siku ya Jumapili utamuona kanisani akimsifu Yesu. Siku ya Jumapili utamuona kanisani akiimba, utamuona akihubiri kama mimi. Lakini tamaduni ya kwao ya kuzika watu wakiangalia katika mlima, ile tamaduni bado haijatoka katika maisha yake. Huyu ni mtu bado anahitaji akaongozwe na Roho Mtakatifu, akawachana na matendo ya kishetani ambaye amemtawala, ya kwamba watu wakikufa wanaangalia mahali fulani. Hayo ndio maagizo aliyepewa na babu yake. Lakini siku ya Jumapili utamuona kanisani. Hao ndio watu ambao tuko nao siku ya leo. Wanataka waokolewe, lakini wanataka kujiongoza wenyewe. Hawataki waongoze na Roho Mtakatifu ambaye tuliambiwa ni mwalimu ambaye ukishakuwa naye hauhitaji mwalimu mwingine. Sasa huyo mtu hapa atasema ameokoka, lakini ikifika katika masomo anataka kujiongoza. Ikifika katika mambo ya mali anasema ya kwamba lazima utumie nguvu zako, lakini Mungu anasema ya kwamba si kwa uwezo wala nguvu za kibinadamu mtu anatajirika, lakini ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sasa unaanza kutajirika na nguvu zako, unang'ang'ana, unasoma, unamaliza vyeti vyote vya dunia, yale masomo uliyosomea. Baada yako unajipata ya kwamba hata ile vitu ambayo unafanya, yale masomo ulikaa nayo miaka 15, miaka 9 ukisoma, sio unafanya sahihi, kwa sababu ulikataa mwongozo wa Roho, ukajiongoza miaka 4, ukaharibu pale. Lakini kile unafanya sio kile ambao ulikuwa unamaliza miaka 4 ukijisumbua. Na haya ni mawazo ambayo kila mtu anajua, watu wanaelewa haya mawazo. Lakini unapata ya kwamba watu walikataa kuongozwa na Roho Mtakatifu, watu wakataka kuongozwa na mawazo ya kishetani, watu wakataka kuongozwa na watu wamepotoka katika misingi za Injili, watu wakataka kuongozwa watu wanaojiita mapasta na manabii, na hawa ni majambazi wa Injili wanaokuja na kuuzia watu mifagio na mashi, wanakuuzia misalaba na rosari. Badala ya kupatia neno utubu dhambi zako, wanakupatia rosari na misalaba, vitu ambavyo havitakusaidia kuacha pombe, vitu ambavyo havitakusaidia kutoka kwa usherati, vitu ambavyo havitakusaidia kuacha kuibia watu. Wakati umepewa mkwacho, wakati umepewa rosari, wakati umepewa vitambaa vya msalaba, havikusaidii kutoka kuacha pombe. Sasa ule mwalimu aliyemwendea Yesu ya kwamba anataka kumfuata, hawa ni watu walikuwa wameona Yesu ametenda miujiza. Kile ambacho alikuwa anataka atendewe na Yesu ni muujiza. Hawa ni watu ambao watu wakisikia kanisa fulani kuna watu wanapona, wanakimbia pale, lakini hawajui ni nguvu gani zinaponya watu. Wanaingia pale, wananazwa na shetani, wanabaki katika vifungu. Watu wengi siku ya leo wanataka kuona muujiza, wamfuate Yesu. Huyu mwalimu ambaye alimwendea Yesu na kutaka kumwambia nitakufuata, hakukuwa anataka kufuata Yesu, alikuwa anataka kuona miujiza. Alikuwa kwa sababu ya vitu fulani ambavyo alikuwa ameona Yesu akifanya, alikuwa kwa sababu ya tamaa za kidunia. Lakini wakati aliambiwa ya kwamba ukimfuata Yesu, waachana na mawazo yako, hakuna kupumzika, huyo mwalimu aliwaza na kuwazua. Kama wewe siku ya leo wakati unakuja kuokoka, wanakuambia hakuna ruhusa tena ya kuvuta bangi, hakuna ruhusa ya pombe, hakuna ruhusa ya sigara, hakuna ruhusa ya kutembea na kondomu kila wakati, ukifyeka mabibi za watu na vitoto vya shule, hauko tayari kwa hiyo Injili. Unataka Injili na kuja ikuambia kwamba pombe kunywa tu, lakini kunywa kwa nyumba yako. Wewe vuta tu sigara, lakini bora ujilinde usivute mingi. Unataka waambie kwamba bangi ni sawa, unataka waambie kuoa mabibi watatu
watu wanne ni sawa. Unataka uambiwe ya kwamba hakuna shida, hata wakati kuna ukabila, wakati wa siasa za kitamaduni, vitu ambavyo havikusaidii, ukuje unge mkono kwa vitu vya kishetani. Tafuta mapasta majambasi wa Freemason wa kuunge mkono kwa vitu kama hizo. Sasa huyu mwandishi wakati alisikia hakuna kupumzika, wakati alisikia kwamba habari za Yesu hazina mchezo, huyu mwandishi alibaki akiwaza kiwazua. Na baada ya mwanafunzi aliposikia kwamba pia huyu mtu namfuata, hakuna mchezo kwake, aliamua kujitoa kwa Injili. Wakati alisikia kufuata Yesu ni kukataa mambo yote ya kidunia na kubaki kuongozwa na Roho, huyu mwanafunzi pia akaamua kusema kama hii ndio Injili, wacha basi niwachane Injili. Kama wewe unataka uhubiriwe Injili, lakini ile shida ambayo inakukula, kama ni mtoto wa shule unafanya ngono kila siku, lakini hautaki uambiwe ya kwamba usilati ni mbaya, kufanya ngono kabla haujaoa ni mbaya, hautaki. Wakati unaambiwa na kukemewa na mapasta, unatorokea kanisa lingine la majambazi ambalo litakuunga mkono katika usherati wako. Sasa unaona watu wanahamahama kwa hii kanisa, ameoa bibi hapa kwa hii kanisa na hata amechukua bibi ya mshirika, ametorokea kanisa lingine. Ule pasta si wa kiroho, hajajua, anafika pale anamkaribisha, badala ya kumkemea anakaa pale, tena anachukua bibi ya mwingine pale, tena anahama anaenda kanisa lingine. Hawa ndio watu wamekaa katika makanisa na hata wamechukua vyeo vya wamama, wamechukua vyeo vya wazee na wanapotosha watu katika mahekalu ya Yesu. Watu wanataka wakuje kwa Yesu wamuongoze. Wewe unafikiri Yesu ni wanasiasa ambao utachezea naye akili ya juu? Wewe unafikiri Yesu ni watawala wa hii dunia? Wewe unafikiri Yesu ambao ni wanadamu kama sisi ambao unaweza kucheza nao akili? Ukikuja kwa Yesu utawachana na masomo yako. Kama ni digiri yako ya udaktari utaweka chini, ujue kwamba watu hawaponi kwa sababu ya dawa, lakini wanapona kwa sababu ya nguvu na mamlaka ambayo Yesu alisema, nimewapatia nguvu na mamlaka juu ya magonjwa, juu ya mapepo na kila aina yote ya maradhi. Wewe unakuja hapa na udaktari, mtu akishaokoka na yeye alikuwa daktari, anaanza kukuambia mimi nitakuhubiria Injili, alafu uende kwa hospitali. Sasa hakuna haja Injili, so mtume aende tu kwa hospitali. Injili ya kwamba Yesu hawezi kuponya mtu, lazima kukue hapa na dawa fulani msaidie. Hizo ndio injili za majambazi. Wakati Yesu alizungumza akasema kuna nguvu na uwezo kupitia kwa damu yake, na yeyote ambaye ameamini atapona. Hakutuambia lazima tukule muwaige, lazima tutafute murubaini tukusaidie ndio aweze kutuponya kupitia kwa murubaini. Lazima tutafute madawa za Kimasai. Sasa unapata kila mtu akiona Masai, hii Masai dawa yake inakuanga sawa. Madawa za kienyeji watu wamejichazia kwa mwili, na hizi madawa zinakuja zinawaroga, na hata wanakufa wakitumia madawa hizi, kwa sababu wamekataa nguvu ya damu ya Yesu. Wanahitaji muarobaini, wanahitaji dawa ya Masai. Hapa ni uchawi bwana. Habari za Yesu wakati zinakuja, kitu cha kwanza lazima unyenyekee. Haijalishi wewe ni nani katika hii dunia, haijalishi mamlaka ambayo ulio nayo. Watu walisikia habari za Yesu wakasujudu. Kuna mwanajeshi mmoja alikuwa katika kikundi ameshikwa, na wakina Petro wakina Paulo wameshikwa, wakampelekea kwa sababu alikuwa anahubiri injili ya ukweli. Lakini mwanajeshi huyu ilipofika usiku akasikia gereza linatengeka na minyororo zikakatika kupitia kwa akina Paulo. Mwanajeshi akaona minyororo zimefunguka na wakina Paulo wamesimama. Mwanajeshi akatetemeka, akaendea wakina Paulo akawaambia, nafaa nifanye nini ndio nikapate kuokolewa? Wale wakina Paulo wakamwambia mwanajeshi ya kwamba na ukaamini kwa jina la Yesu na utaokolewa. Usiamini kwa jina la watu, amini kwa jina la Yesu. Usiamini kwa jina la Paulo. Lakini watu wa siku ya leo, mabishop wa Freemason na watu wa Illuminati wanakuambia amini kwa jina la bishop na utaokolewa. Amini katika jina la dini yenu. Wanakupatia majina ya kishetani. Amini kwa watu, amini kwa milima, amini kwa nyota, amini kwa nyoka utaokolewa. Huu ndio ushetani katika injili.
Huyo mwanajeshi aliambiwa amini katika jina la Yesu, na hiyo wakati ujua kwamba hata kulikuwa na Muhammad angeambiwa akaamini kwa jina la Muhammad, na ujua hata hiyo wakati kulikuwa na Maria angeambiwa na ukaamini kwa jina la Maria, na ujua hata hiyo wakati kulikuwa na wasomi wa dunia, kulikuwa na watawala, kulikuwa na mamalikia, lakini hakuambiwa aamini kwa jina lao, aliambiwa amini kwa jina la Yesu na utabarikiwa. Yesu ndio Mungu ambaye watu wanastahili kuabudu. Huyo ndio Mungu ambaye alitoa damu yake na akasema ya kwamba kwa ile damu dhambi zetu zitasamehewa bure. Siku ya leo ndio pasta, mtu ni mgonjwa ndio amuombee, lazima atoe kuku, lazima atoe pesa ndio aweze kuombea. Unaona makanisa za kishetani watu wamejaa pale. Mtu akigonjeka ameambiwa ya kwamba kuna sadaka anafaa atoe, ndio mchungaji akuja amuombee, amutoe katika magonjwa. Wewe haoni hapa kuna shida? Huyo mchungaji alitoa nini ndio akazaliwa? Huyo mchungaji alitoa nini ndio akapata hii kazi ya kuhubiri? Alifanya kitu gani? Alilipa Yesu nini ndio akapatiwa hii kazi? Majambazi wa Injili, wezi wa Injili, wakati wanakuja na kukwambia lazima utakuwa unavaa makanzu, tafuta nguo za misalaba, tafuta misalaba za mbao, tutakuwa tukiomba barabarani, tafuta bendera. Watu wanaomba wakisumbukana na bendera, mara wameomba wakiwa na mikwajo, mara wameomba wakiwa na rosari. Ni ibada za kishetani wapendwa. Ni kuamini Yesu. Yesu akasema ya kwamba kaeni ndani yangu, msikae kwa msalaba, hamukai kwa rosari, hamukai kwa vitambaa. Kaa ndani yangu, mimi nitakaa ndani yako. Niombe jambo lolote na mimi nitakutendea. Wewe wanu Yesu mwenye ako kwa msalaba ni mchawi? Wewe wanu Yesu mwenye ako kwa rosari, muombe wa mbingu na dunia wanamweka kwa rosari. Wewe mwenye umeumbwa na Yesu hauwezi kutokea kwa rosari, wanamchukua Yesu na kumweka kwa rosari, na anasema ya kwamba hawezi kufananishwa, hawezi akalinganishwa. Watu wanaotembea na rosari hawa wameshatekwa nyara na watu wa Freemason, wamewaroga. Hakuna mwanadamu anatoshea kwa mfuko, lakini Yesu anakuambia anatoshea kwa rosari. Ukienda kuchukua bibi ya mtu unatoa rosari, unaweka kando, unalala naye, ukimaliza unavaa rosari, unaenda kukula sakramenti. Uchawi tutatoka ndani wapendwa. Huyo ndio Yesu fake. Yesu ambaye alikuja watu wakampokea alikuwa mchawi, lakini aliyetoa damu yake akasema kwa jina lake watu watapona bure, hawatatoa pesa watendewe. Lakini siku ya leo majambazi wanakuambia lazima utoe. Hata kubatiza mtu lazima ulipe kanisa, mtu akiwa amekufa kuzika lazima walipe, kama ni harusi lazima utoe pesa. Makanisa za Freemason hizi. Wakati niliokolewa, wakati nilikuwa mlevi, wakati nilikuwa mchawi, wakati nilikuwa mvuta bangi, hakuna mtu alinisaidia kutoa pale. Sasa hivi nimepokea neema ya Mungu bure na kuambia toa pesa nikuombee. Wewe hauoni kama hapo kuna shida? Hauoni kama ni wizi? Mimi hakuna kitu nilitoa nikawacha kuvuta bangi. Hakuna kitu nilipatia Yesu akanisaidia kutoka kwa usherati. Hakuna kitu nilipatia Yesu ndio nikawachana pombe, ilikuwa imenilemea. Hata mama yangu alijaribu kunitoa kwa pombe akashindwa. Machifu walijaribu na mapolisi kunitoa kwa pombe wakashindwa, lakini kwa sababu ya damu ya Yesu nikatoka bure. Sasa hivi kuja niambie mlevi toa sadaka utoke katika pombe, nitakuwa nimerogeka akili zangu. Mahali watu wanaenda kuomba siku ya leo ni mahali ambapo shetani ametawala. Watu wanawekea watu mizigo, watu wanakuwekea vitu katika mahekalu, wanakuambia fanya hiki ndio Mungu akutendee. Wewe ulifanya nini ndio ukaokoa? Hayo ndio maswali najiuliza. Ukiniwekea sheria lazima nitoe sadaka, kama mtoto wangu ni mgonjwa niweke gari kwa mafuta kwa gari la posta kuja niombee. Nilifanya nini ndio nikapata kuzaliwa mimi? Huyo pastor alitoa nini? Yesu akampatia hii kazi ya kuponya watu. Wewe tuambie. Kwa ulifanya ndio Mungu akakuona. Ulifanya kwa kuponya watu. Akakupatia hii kazi. Mwanajeshi aliposikia hiyo kazi akasema kwa jina la Yesu
Sasa huyo mwanajeshi akachukua Paulo usiku, wakampeleka kwa nyumba yake. Mwanajeshi akaokoka pamoja na familia yake na akaanza kutangaza habari za Injili. Hakuna kitu Paulo walimwambia toa pesa, Paulo hawakumwambia chukua kifagio, Paulo hawakumwambia chukua hii mafuta endo pake mke wako. Lakini majambazi wengine siku ya leo wanakupatia mafuta endo pake kwa duka, paka mke wako hatafanya usirati, endo umage kwa chakula mume wako hata lewa. Sasa mafuta siku gani inaweza kusaidia mtu kutoka kwa pombe? Mafuta, mambo ya stika ya bishop wako kutembea na mke wako itakusaidia nini kuacha wizi kama sio uchawi? Lakini watu walirogwa hapo, lakini hawataki kusikia ukweli. Wanataka mtu akikuja kuhubiri Injili awapembeleze, mtu akikuja kuhubiri Injili akuje na kuwabariki, na wako katika dhambi. Watu walio katika dhambi hawabarikiwi, wanaambia watubu, watoke katika dhambi, wakuwe sawa kwanza, ndio watapokea baraka za Yesu. Lakini siku ya leo watenda dhambi wanadanganywa. Siku ya leo watenda dhambi wanadanganywa, wanakuombea. Mtu ameiba bwana ya mtu amefungia kwa nyumba, anakuja kanisani anaombewa, kazi yake endelee mzuri. Lakini hapa usinzi alio ndani, bwana ya mtu ambaye ameiba haambiwi ya kwamba ni mbaya. Pombe anayekunywa haambiwi, mkukaa ambaye anakula haambiwi. Mambo ya siasa, ikifika wakati wa siasa, kuchoma nyumba za watu na kuua watu na kufanya vitu vyote vya kisiasa na kutekwa nyara, kukufa kwa sababu ya mwanasiasa, haambiwi ni mbaya. Ati mtu anakufa kwa sababu ya mwanasiasa, ati nakufa kwa sababu ya taifa. Sasa ukikufa kwa sababu ya siasa, ukikufa kwa sababu ya taifa, utaenda mbinguni. Hivi ni vitu direct jehanamu. Lakini wamekudanganya, wamekuambia hata wakati umekufa wale wanasiasa wamekuletea pesa, wamekuletea kama ni mahali pa kukuzika. Mwanasiasa amesema nitatoa chakula, lakini kuzimu unaingia kwa sababu haukukufa kama Stefano. Stefano alikufa kwa sababu ya Injili na akaona mbingu zimefunguka, akaingia kule. Yesu akasema kama ni kuteseka, teseka kwa sababu ya haki. Mitume walishiba wakaingia kwa gereza, si ya kwamba walikuwa wamechukua mabibi za watu, si ya kwamba walikuwa wamelewa. Lakini wewe unashiba kwa sababu umeiba, ndio unaenda kuteseka kwa gereza. Lakini hauendi kwa sababu umeambia watu ukweli. Watu wakakasirika, wakainuka na panga, watu wakainuka na mawe, watu wakainuka na mikuki, watu wakainuka na kila aina silaha, wakakupeleka kwa gereza. Ukiwa pale ni kwa sababu ya Injili, haujashiwa kwa sababu ya uchawi. Lakini watu hawataki hiyo. Watu watakuwa maisha, watu wameogopa, watu wameshikilia roho zao, watu wameshikilia maisha yao. Yesu akasema ya kwamba na yeyote ambaye atashikilia maisha yake atakufa, lakini ukiwachilia maisha yako kwa Yesu kwa sababu ya haki itakuwa sawa. Wote walipigwa viboko kwa sababu ya Injili, wakiwaambia na msihubiri tena kwa jina la Yesu. Lakini wakati wamemaliza kuhubiri, wakatoka kwa hiyo rungu wakijipanguza, wakasema tutahubiri habari za Yesu hata kama ni kukatwa, hata kama ni viboko, lakini habari za Yesu tutaendelea kuhubiri. Wewe ukishikwa siku moja ukienda kulala kwa jela, wanasema sasa kama ni mambo ya Injili nimewachia pale. Hata kwa jela Injili inafaa ikie kila mahali. Hata mtu alichukua pombe ndio chakula chake kila siku. Mtu aliwacha watoto wake, banja imekuwa nyumba yake ya kila siku. Bibi yake hawezi kummaintain, ana maintain visichana vya baa, vimama viliozeeka, vimama ambao vimezaa watoto vimewachia anti yao, mtoto ako kwa babu, mtoto ako kwa nyanya, mtoto amesha kila kona, amejaza vitoto. Sasa hapa amejifungulia baa, anadanganywa na watu. Kila mwanaume anayekuja analala naye, kila mwanaume anayekuja anapita naye. Ndio umeenda kujificha pale, amekunyang'anya hata familia yako. Umewacha familia yako kwa sababu ya pombe ya kidunia. Ni watu wangapi ambao wakitoka kazi kila siku wanapitia kwa baa? Hawapiti kwa ushirika wasikie Injili, lakini wanapitia kwa baa wakunywe, wakule pale nyama choma, lakini watoto wao, wake zao wamekula mboga, wake wao wamekunywa uji, lakini kwa baa amelisha malaya, wamekula vitu vyote vya chakula,
na kufurahisha mwili na kufurahisha watu wa kidunia, lakini hapa jehanamu imemngoja akisema ya kwamba yeye ndiye mtu kusema wa mtamu. Kama mtu ambaye amekaa kwa baa miaka yote, amekataa familia yake, pesa yake yote imeishia kwa baa. Sasa huyu mtu anataka kuja ambiwe Yesu alitengeneza pombe. Huyu mtu anafaa kuja ambiwe ya kwamba hata hii divai, hii pombe ndio ile divai Yesu alibadilisha maji kama divai. Sio hiyo. Watu walipokunywa divai walisifu Yesu. Watoto wa miaka 2 walikunywa, watoto wadogo wamezaliwa walikunywa divai. Watu wote waliokuwa katika harusi ile ambayo maji ilibadilisha kuwa divai walikunywa, na baada ya kukunywa wakaanza kumsifu Yesu. Lakini walevi wa siku ya leo wakishakunywa wanajiharia kwa nguo, wanalala kwa mitaro, wanajikunia kwa nguo, wanajikotolea hata na masomo yake. Akikuja kwa hii center anafungua zipu na anaanza kukojoa mchana akitembea, na huyu ni mtu anasema pombe Yesu alishughulika naye. Anadanganya mapasta wa Freemason. Akishalewa anaweza kutukana watu kila aina yote ya matusi. Atakuita kondoo, atakuita umbwa, kwa sababu ile pombe imembadilisha akili yake na mawazo. Akiona watu anaona kuwa umbwa, akiona watu anaona kuwa punda. Lakini ile divai watu walikunywa, walianza kusifu Yesu, wakasema hata ndiye ingekuja ya kwanza, wakakataa ile ilikuwa ya pili. Haikuwa ile maji ambayo watu wanakunywa siku ya leo inakorogewa pale Madare Nairobi. Watu wanakunywa ndani ya pombe, unakuja unakunywa na kuharibu maini, alafu anaanza kusema unajua nimepata ugonjwa fulani. Kama Yesu angetengeneza pombe, naambia watu ya kwamba pombe ni mzuri, hanga tuambia katika Wagalatia ya kwamba walevi wataingia kuzimu. Kama yeye alihusika kwa mambo ya pombe, Yesu angesema na walevi wataingia kuzimu. Lakini hawa watu ambao wanajidanganya wanatuambia kwamba kuna mavada wanakunywa pombe, wanakuambia pombe sio mbaya, wewe kunywa kwa nyumba yako, wewe kunywa lakini usitukane watu. Hawa wote wako katika kategori ya walevi na kuzimu imewangoja. Haijalishi kama unakunywa kwako. Ni kama mtu afanye usherati Koinange, aanze kutembea hapa uchi na tuanze kumhukumu ni msherati, na kuna mtu amekodisha nyumba, anaiba mabwana za watu kila siku, anaiba watoto wa watu kila siku, na kwa plot hapo yeye pia ni msherati, anafanyia usherati kwa plot. Mambo ya kulewa haijalishi kama unakunywa kwako, haijalishi kama unakunywa kwa baa, lakini muradi unatumia pombe, wewe ni mlevi na hatima yako ni kuzimu. Sasa wewe nimekuambia mtu kama hajalewa ni mtu mzuri. Huyo mtu hana matusi ndani yake. Mtu kama hajalewa ni mtu ambaye ametulia, kuna heshima. Hata tukana watu, hata weza kutoa matamshi ovyo kwa mdomo, lakini akimaliza kukunywa utasikia matamshi ambayo hastahili kutoa, anayatoa kwa ujasiri. Unasikia ule mtu amesoma, kuna diploma yake, akona master yake, lakini kutoa uchi na kukojoa kwa town hapa hana aibu. Kulala kwa hii maji kama hii kwa mtaro haoni haya, kwa sababu pombe imembadilisha na kumtoa katika akili ya kibinadamu, imemfanya ameingia katika mawazo ya kishetani. So wale ambao mnakunywa pombe, mkijidanganya makanisa, mnasema hata kuna mapasta wanakunywanga, kuna mafadas wanakunywa, wacha tukunywe kwa nyumba, wacha tukunywe lakini hatutukane watu, wacha tukunywe tu pombe lakini hakuna mradi wowote ambao pombe inaharibu. Yesu alisema ya kwamba kile ambacho kinaingia kwa tumbo sio kibaya, lakini kile ambacho kinatoka ndio kibaya. Sasa pombe hayaribu mtu, sigara sio mbaya, wacha tuvute tu bangi. Hata Jamaika imehalalishwa, watu walegi wanatumia bangi, haifanyi makosa. Bangi ni mzuri, inakupatia sitiru. Wacha tutumia madawa za kulevya, kila wakati ni kujidunga madawa za kulevya, kila wakati ni mashindano za madawa za kulevya. Ukishamaliza kujidunga zile madawa zinakutuma katika kurepu watoto wadogo, unajipata ya kwamba umelala na mtoto mdogo ambaye anatoshana mtoto wako kwa sababu ya madawa za kulevya za Freemason ambazo umejidunga.
So walevi mmepokea hiyo habari, washerati pia mmepokea habari, kwa sababu mahali kuna walevi utapata washerati pale. Washerati ni watu wote ambao wanajua ngono na wanaifanya na hawajaoleka. Wawe ni wako na miaka 18, wawe wako na miaka 30, wawe na miaka 40, lakini mtu hajaoa, mtu hajaoleka, lakini ni mwalimu wa ngono, huyo ndio msherati ambao Yesu anazungumzia. Sasa wewe unaona mahali unajipata. Watu wangapi siku ya leo hata vitoto vya miaka 18, watu ambao hata hawajaoleka wako na miaka 18 wanasema tuko na ID. Hii ni cheti ambacho serikali imetupatia. Ukishakuwa na miaka 18 umehitimu kufanya maamuzi yako. Mtu ako na miaka 18 lakini hajaoleka, lakini ngono kila siku anaendeleza. Mtu ako na miaka 18 lakini hapa hajaoa, lakini anaendeleza ngono. Hawa ndio watu wa jehanamu bwana. Wewe jitazame. Wacha kusema mimi niko na miaka 40 nimemaliza shule. Hakuna mahali tumeandikiwa katika Injili ya kwamba mtu akimaliza shule na huyo mtu hajaoleka, hajaoa, ako na uwezo wa kuendelea na ngono. Ngono inahalalishwa kwa ule mtu pekee ambaye ameamua kuoa ya ukweli na sio kuiba mabibi za watu na sio kutoa watoto wa wenyewe kwa shule. Ule ni mtu ambaye ndoa yake